inasema uite Mungu aitike, akuonyeshe mambo makubwa magumu ambayo uko unajua. Wakati nuru inakuja ndani ya maisha yako, kuna mambo mingi sana utajua, hata yenye ilikuwa imejificha. Bwana Yesu asifiwe. Ile siri yenye ilikuwa imejificha, nuru ikiingia ndani ya maisha yako, inaingia mpaka pale penye kulikuwa na giza. Ile vitu yenye ilikuwa imejificha ndani ya siri, nuru ikishaingia lazima utajua. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maana nuru. Maana mahali kuna mwangaza hakuna kitu itafichika. Kuna kitu inaweza fichika mahali kuna mwangaza kweli? Mahali kuna mwangaza kila kitu inaonekana, inawekwa wazi. Mungu atusaidie siku ya leo wakati tunaingia ndani ya maombi ya nuru. Kila mmoja akamilike ndani. Mahali kulikuwa na giza ndani ya maisha yetu, Mungu atuondolee. Nimesimama ni kwa ajili ya neno ndani ya Yeremia 1. Penye wameingia leo kanisani, Mungu akanena kuhusu utumishi yenye iko ndani yako. Kuna mtumishi wa Mungu ndani ya Biblia anaitwa Yeremia. Kila wakati tukiingia kanisani, yawe tusikuwe tunaingia ni kama mahali pa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiingia kwa hiyo mlango, Mungu ashakujua. Anajua ni nini unahitaji ndani ya maisha yako. Nataka kila mmoja akuwe na imani wakati tunaingia kanisa. Siku yoyote ukitoka kwa nyumba, unakuja kwa nyumba ya Mungu, weka imani yako kwa Mungu. Kwa sababu Mungu amedhihirisha siku ya leo kwamba anajua walio wake. Na hakuna kitu yenye Mungu hajui juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hata hujanena, hujaambia rafiki yako, Mungu anakujua vizuri sana. Kwa sababu mwanadamu, wakati tu kama mwanadamu tu, wakati unakosea hivi, hata ukwe ulikuwa ni mtumishi, utajua wanadamu wanaweza kutenga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu haezi. Mungu huwa anakuchukua polepole, anakurekebisha, anakufinyanga, anakurudisha kwa njia zake. Huyo ni Mungu ambaye tunatumainia siku ya leo. Tumeambiwa leo na Edu, ambayo ni kitu ya maana. Wakati unakuja kanisani, usiangalie yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nguvu zetu, uwezo wetu unatoka tu kwa Mungu. Mungu peke yake. Ukisema uweke mawazo kwa wanadamu, uangalie mwenzako, utaanguka. Hao wageni wenye wameingia, nimesikia nguvu kwa sababu kumbe Mungu anajua kila mmoja. Aliambia Yeremia. Kuna wakati alikuwa anatuma Yeremia. Yeremia akaanza kulalamika. Mungu akamwambia, hapana Yeremia, kuanzia kwa tumbo ya mama yako nilikuwa nakujua. Bwana Yesu asifiwe. Venye mmeingia hapa, sijui kama kuna mtu anasikia. Mungu anakujua. Siongei kuhusu wageni peke yao. Venye umeingia hivi tukiwa ndani ya maombi ya angaza, ni wakati uinue imani yako. Maana Mungu ndiye anakujua peke yake kuliko mimi ninavyokujua. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia Yeremia. Yeremia alilalamika, na ni kawaida ya wanadamu. Wakati mwingine tunapitia shida, wakati mwingine tunapitia changamoto. Hata Mungu akikwambia anakujua, bado tu utapeana hiyo excuse. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kunena na kila mmoja. Uenda wewe ni mtumishi, Mungu amekuchagua. Ninajua sio rahisi. Unapatana na mapito huku nje. Nataka nikwambie Mungu anakujua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakujua. Usitake kujiexplain kwa wanadamu. Siku hizi tuko na WhatsApp. Mtu anaweka huko venye ana feel, au juni watu wangapi wanaona. Mungu anaona ni kama umemuondokea. Tafuta huyu Mungu. Wakati unahisi siwezi, wakati unasikia hapa siwezi. Na nena na kila mmoja. Kwa sababu sijui shida ambayo unapitia. Lakini Mungu anatufunza kwa neno lake, kwa sababu neno lake liko hai na ni upanga.
Akaambia Yeremia anamjua vizuri sana tangia kwa tumba mamake. Yaani venye Yeremia mamake alishika mimba, Mungu alikuwa ashajua Yeremia. Alikuwa ashajua Yeremia atakuwa nani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunakuja kwa nyumba ya Mungu, nataka uinue hiyo imani. Ambia Mungu, nimerudi kwako kwa sababu unasema ulinijua kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo ambalo linajificha machoni pa Mungu. Venye ulizaliwa, venye uko hivi na future yako, kesho yako, Mungu peke yake ndiye anajua. Kuna neno ndani ya Methali 27. Msomaji. Proverbs 27. Kuna mtu yeyote tu anaweza soma. Kuanzia 1. Soma 1 peke yake. Proverbs chapter 27 verse 1. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Chochote chenye unafanya, future yako, neno la Mungu linatuambia usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa sababu hujui kitakachozaliwa kwa siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Hizo shida zenye uko nazo, hiyo mapito yenye unapitia yote, eka kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anajua tu kesho yako itakuwaje. Usianze kujisumbua kwa ajili ya kesho. Usianze kujitaabisha kwa ajili ya kesho. Mungu anataka ukikuja kwake umtrust na kila kitu yenye uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Umwamini. Imani peke yake ndio itafanya upokee kile chenye unataka kwa Mungu. Imani peke yake. Hata ukikuja hapa, ticha alisema kuhusu ujumbe wa Rabas, lakini na depend na imani yenye alikuwa nayo. Hiyo imani yenye uko nayo ndio itafanya vitu zikufanyikie venye unataka. Na Mungu ni tunaserve a jealous God. Mungu anakuanga na wivu kidogo. Lazima tu uamini huyu Mungu. Lazima umuonyeshe tu ni yeye peke yake unategemea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nani natuambia hapa ndani ya Yeremia? Yeremia kwa anajua kwanza ingie kwa tumba mamake, Mungu alikuwa anamjua. Venye tunakuja kanisani siku ya leo, tusikuje kuangalia mtu mwenye ako pale, mtumishi ako tu pale kukuguide. Wewe ongea na huyu Mungu. Umwambie unasema ulinijua tangia mwanzo. Na yeye anajua ficha yako. Neno imetuambia hapa, usijisumbue kwa ajili ya kesho. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa sababu hujui kitakachozaliwa kwa siku moja. Kila kitu iweke kwa mikono ya Mungu. Hiyo shida umeingia nayo hapo hivyo, tukiwa ndani ya angaza, akiwa ni Jehova Yashua, ako na nguvu sana ya kuangaza. Kama ni hizo baraka uzifikie. Bwana Yesu asifiwe. Maana atakuwa anakuguide. Ako na uwezo wa kuangaza ufikie kile chenye ulikuwa unataka. Siku ya leo ni imani yako ndio itafanya Mungu akufikie. Kama wana Yawe, kuna mahali tunakosea huyu Mungu kila wakati. Tunaondokea njia za Mungu. Unasikia kuna mtu aliondoka kanisani akaenda kwa sababu maybe ya mtumishi fulani, kwa sababu ya Asha pale nyuma, kwa sababu sijui ya nani. Huyo ni mtu mwenye ajui Mungu ako na nguvu gani. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati tunakosea huyu Mungu. Ukishajua Mungu ni nani, hata upitie mapigo, kwa sababu kanisa imebeba kila mtu. Ukikuja upatane mtu akukwaze, hautaondokea njia za Mungu, kwa sababu unajua Mungu ni nani. Tunakosea Mungu sana. Kwa kitu kadogo tu kanafanya tunaondokea Mungu. Vikwazo imejaa kanisani na Mungu anasema anakujua vizuri. Ukiingia kanisa, jua ni nini imekuleta kanisa. Jua Mungu wako. Tafuta huyu Mungu, maana ako na hiyo uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Ako na uwezo mingi sana.
Kwa Biblia neno inatuambia kuna vitu mingi yenye Mungu alifanya, lakini hizo tumeandikiwa tu ni kidogo ya kututia imani, ya kutuonyesha tu Mungu ako na hiyo nguvu. Najua watu wengi hapa wanajua mambo yenye Yesu alitembea akifanya. Si kila mtu anajua. Ni mambo mingi alifanya sana. Kuna wakati hata Sara ndani ya Mwanzo 18:14 Sara alikuwa amepitia magumu sana, alikuwa amekosa mtoto. Miaka yake ilikuwa imeenda sana. Hakuwa anajua kuna siku Mungu atamtembelea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaangaziwa nuru, ambie Mungu akuangazie nuru hata kwa macho yako, kwa masikio. Wakati Mungu anatembea ama anapita, uweze kumwelewa, kwa sababu tukiondoka hapa lazima Mungu atatuma malaika wake. Hebu tusomee hapo Genesis 18:14. Mwanzo 18 mstari wa 4 inasema, je, kuna jambo lolote gumu lisilowezekana kwa Bwana? Nitakurudia mwakani majira kama haya, naye Sara atakuwa na mwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hapo 15 inasema akakaa na Sara akisema sikucheka. Kuna mahali Sara alicheka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa anaona miaka yake imeenda. Alikuwa anaona ni kama haitawezekana. Lakini yule malaika akamhakikishia. Akamwambia ndani ya 14, kuna jambo gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo gumu kwa Mungu. Ni sisi wa Kristo huwa tunaifanya ikuwe ngumu. Neno inasomwa, unapata kuna doubt imeingia. Kuna yule anajua Mungu ni nani, lakini ukifunzwa hapa afanyi venye Mungu anataka. Mungu anataka tu imani. Ukwe tuna imani ndani yake, anakuambia hakuna jambo gumu ambalo haezi akafanya. Mungu ako na uwezo wa kufanya kila kitu ndani ya maisha yetu. Wakati tunakuja kwa nyumba ya Mungu, tukue na hiyo imani, tuinue imani yetu. Neno yangu ilikuwa ndani ya Yeremia 1:10. Ikiwa inasema, angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ikiwa inatuambia siku ya leo nuru. Ukiwa unaangaziwa nuru, nimwambia utafika mahali ambapo haujaifika. Mungu akiwa anatuambia ndani ya neno lake, ameweka nguvu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa hiyo nuru, ameweka nguvu ndani yetu, nguvu ya juu ya mataifa na juu ya falme. Ameweka nguvu, falme zote hazitaweza kusurvive ndani ya maisha yako kuanzia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna nguvu Mungu ameweka ndani yetu, ikiwa inaandamana na hiyo nuru. Ukiangaziwa nuru, kuna mahali utafika. Wakati utakuwa na hiyo maombi ya nuru, ukiwa na imani, hiyo ndio wakati utakuwa na hiyo nguvu ya kung'oa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Ili kupanda, ili ujenge na kupanda tena upya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguvu Mungu aliweka ndani ya Yeremia. Venye tumeingia siku ya leo ikiwa ni siku ya angaza. Mahali popote shetani alikuwa amekalia, mahali popote shetani alikuwa amejenga mijengo yake, Bwana Yesu asifiwe, hauwezi ukapiga hatua. Nani anatuambia siku ya leo? Hii nguvu iliwekwa ndani ya Yeremia. Na Yeremia alikuwa ni mtoto tu. Neno ukisoma neno, Yeremia alikuwa bado ni mtoto, lakini Mungu aliweka hiyo nguvu ndani yake. Kama wanayawe tuliambiwa on Friday, kanisa ya kiroho ni kama tuliambiwa ni kama Sayuni ndogo. Mungu anatembea na sisi na ameitisha nuru siku ya leo. Nataka tu mtu mwenye anaamini. Ukiwa na imani siku ya leo, kuna vitu utang'oa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu utabomoa.
maana Mungu amesema anaenda kuweka hiyo nguvu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na huwezi kuona hizo vitu bila nuru. Lazima Jehova Yashua akuongoze, akuangazie nuru ndio uzifikie. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka muinue imani, isiwe ni siku kama kawaida. Tumeangaza mara ngapi? Sijui kama wana Yawe wanajua venye Mungu anatupenda. Mungu anakuja kwa mara moja. Tukaambiwa na Bishop, Mungu hukuja mara ya kwanza. Akiona bado watoto wake hawajasikia, atarudi tena kwa mara ya pili, hata mara ya tatu. Hii nuru tena imerudia, sio mara ya kwanza tukiangaza kwa hii mwaka. Kama uko na imani, kuna vitu utabomoa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiongozwa na Jehova Yashua. Kuna watu hapa tumezaliwa kwa familia ngumu, umaskini. Siku ya leo ambia Jehova Yashua akuongoze hiyo falme, maana neno linasema alimpatia nguvu juu ya falme, kubomoa hizo falme na mataifa. Tuzifikie, tuzing'oe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tukue na imani, tusikuwe tunakuja Yawe. Nataka kukuwe na kitu tofauti ndani ya maisha yetu. Hata kuna wakati Petro alikuwa anatembea na Yesu. Hiyo muda tu yenye alikaa na Yesu, kuna kitu alichukua ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata alikaa na Yesu, lakini kuna kitu yenye angebadilisha. Alikuwa anafanana na Yesu. Mienendo yake ilikuwa inafanana na Yesu. Kwa nini sisi kusikuwa na mabadiliko wakati wa angaza? Kanisa ya kiroho tunaambiwa ni Sayuni ndogo. Kwa nini maisha yetu isibadilike, tukae tu kama inafaa? Tukitembea huko nje kukuwe na tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Walimuuliza Petro kama anajua Yesu, akakana. Lakini angedinai ya kwamba kuna vitu zenye alikuwa ashatoa kwa Yesu. Alikuwa anafanana na Yesu. Kutembea kwake, kuongea kwake, yote ilikuwa inafanana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi ya kuangaza, naomba kukuwe na tofauti. Najua kuna wamama wamekaa hapo. Kuna siku Pastor Luka akasema, ukihubiri usikie ni kama tena hujihubiri. Ujue neno sijuje kamili kama ni nini. Kuna ndoa tu tuko ndani, tunaomba siku ya leo Jehova Yashua aingie kule. Bwana Yesu asifiwe. Tubomoe hizo falme. Tung'oe, tuharibu na tujenge upya. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tunaijenga kwa Yesu Kristo, kwa msingi wake. Kuna wenye wameingia hapa, ulevi tu imejaa. Kama bila Jehova Yashua kuingia tu kuonyesha hapa, hii mzizi inaanzia hapa, hautabomoa, hautang'oa. Bwana Yesu asifiwe. Jehova Yashua siku ya leo akuongoze ufikie hizo falme, ufikie hiyo madhabahu. Usiishi maisha yenye, tusiishi maisha yenye wazazi wetu wanaishi. Wamefikisha sijui miaka ngapi, hawajajenga, hawana makao. Kama wana Yawe inafaa tukue na tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna baraka umekuja hapa Yawe, umeambiwa kuna baraka iko juu ya anga yako. Na hizo baraka haujaifikia hizo baraka. Siku leo ni wakati waambie Mungu, Jehova Yashua mwenye anaangaza, akishaika kwa mwangaza hakuna kitu inajificha. Hizo baraka usifikie katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ufikie baraka zako, ufikie ushindi wako. Kuna magonjwa zingine tu watu wamewekewa hapa bila kuangaziwa na Jehova Yashua, bila kutiwa hiyo nuru, au utajua ni nini na kukula. Lazima Jehova Yashua aingilie kati. Bwana Yesu asifiwe. Aenda ang'oe hizo zote. Hatujawekwa hapa sijui unakaa ndani ya ndoa kila wakati ni machozi, sijui unakaa single, unakuja kanisani sijui hauna hizo pesa. Na Mungu ako na hiyo uwezo hata kuangaza ufikie hiyo kazi. Tukitoka hapa na kuambia, tuliambiwa siku moja wachana na watumishi na wachana na watu wa Mungu. Ukiwapata nyuma si utarudi ukimbie. Siku leo tuambie Jehova Yashua aingie ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo candle usiangaze tu hivi. Ni nini yenye Mungu alikuzungumzia? Huyo Jehova, huyo malaika atumwe kule aanze kuangaza. Kama ni passport watu wako nazo hapa zimejaa giza, ambia Yashua aangaze. Ufikie hizo baraka zako zenye Mungu amekuwa akikuahidi. Tuko na biashara hapa, bila Jehova Yashua kuangaza, business yako haiwezi enda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tuite, tualike siku leo hiyo malaika wa Yashua
Kama ni ndoa, ni kama watu wataki kupokea. Kama ni baraka, kila mtu apokee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni ndoa, kila mtu apokee ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukae kwa ndoa tufurahie. Bwana Yesu asifiwe. Hizo passport, kama ni kupanda ndege kwenda ng'ambo, ukiwa na Yashua amekuangazia, utana na hakuna kitu itakufanyikia. Tuende, ama youth waliambiwa wataenda ng'ambo, kama umetajiwa, ifunguliwe na Jehova Yashua. Bwana Yesu asifiwe. Angaza hapo hiyo nuru, giza iondoke. Kuna neno nasema ndani ya Isaya 1:25, kuna mahali nasema kuondolewa hiyo bati. Ikiwa tu ni kama ni giza. 1:25 Isaya. Hiyo bati yenye ilikuwa imesimama kama giza, Mungu atuondolee siku ya leo, atuelekezee mkono wake. Tasomewa na nani? 1:5. Biblia inasema, nami nitakuelekezea wewe mkono wangu na kukutakasa takataka zako kabisa, na kuondolea bati lako lote. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kizuizi, sijui kama mnajua Yashua. Hiyo kizuizi, mahali popote kulikuwa na hiyo kizuizi, ambia Jehova Yashua aweze kuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo bati, hiyo kizuizi imewekwa tu, hauwezi fikia hizo baraka zako. Waambie Mungu akuelekeze hiyo mkono, ufikie hizo baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mbarikiwe sana na hiyo neno ya leo.